takaribisha mama wa kwanza ambaye yeye kabisa maisha yake yote anangoyaka Bwana. Manake kama Bwana haya leta msashe abula haya waka. Mama karibu kwa ajili ya kufanya hiyo kazi. Wamenitazama sana. Hapa niko na mume wangu. Jumie tu make tu ni wakudame. Na kulaka tobe na ngwasashe. Madam niko Madam Motare. Ndio, sisi tunapenda kula. Sinanye vi mnajua. Wanikani wangu hapa. Najipodoa kwanza. Jipodoa vitu vyetu Unajua kwa jipodoa vitu vyetu sio wa Madam Motare. Ile iko haki. Sisi tunapendeza sana, sana tena sana. Hatuko sawa wale mama. Hatuko sawa wale mama wapenda shamba. Kwa shamba. Mumeona Mmependeza. Madam Motare. Haleluya. Karibu mume wangu. Mume wangu. Kwani nimekuwa sama natazama hapa mume wangu Badi akibeba sashe. Ninashangaza. Maki hapa tena talala njala Badi. Motare. Wewe kwa nini jifarijini hapa? Nikae tena hapa kukiti tu niendelee nikijipodoa. Ndakula nini Mungu wewe? Na mimi niliolewa kanisa, niliolewa na shofa. Kumbe na nimepotea. Mungu wewe. Waniende kwa mama Kapesone. Saa zingine yeye atakuwa amepiga inajielekezea huku. Mama Kapesone. Jambo. Huku hakupiga tasu, huku ni kunya taa ile ilebeni. Ile ingekuwa tawadi kama nina shiba. Hapa tu ninaenda tu nikijifariji. Hapa nitafute tu kanyimbo akosi kakunifariji. Nakula tu. Pani naimba msikilize nyimbo ya Madam Motare. Tenda miujiza. Mungu nishushie chakula, unishushie chakula changu, kweli nikimlekea mimbo. Nishushie Yesu, nishushie mimbo. Mungu nishushie visamunyu vyangu nilivyoacha shambani, ili mimi nivikule. Mwache nijipodoe, mwache nijipodoe. Kwani mimi wakati nafika kwako utanipea na mavazi. Kwani Mungu nishushie nakula chakula kizuri na watoto wangu watashiba. Hapa ninaachana na wale wa Motare. Nisa vile tu na mie nataenda tafuta huku wengine wa vishakoshi. Juni kule. Basi kama sifae vile sitakula na kufa na watoto wangu watakula.
si ndio wazazi? Asante sana, asante sana. Ninaenda tafuta na mie kishakoshi. Hodi. Karibu. Hodi. Wajama watoto kama washinda wapi? Hii mtoto inapenda kuhangaika sana. Hodi. Wadi. Bana kina huyu bwana naye shaka nikosea sana. Baka na watoto washangaika. Mtu mwana kosa na ya kukula. Ningelikuwa nafanya kazi kumbe sasa watoto wamehangaika. Kama walishenda wapi Wadi? Hata nishikalia hapa kama watatokea huko. Huyu bwana naye tunza ninataka mkazi hapendi na mimi nitumiki. Tena hanisaidia hata kumabezo zangu zote. Mbona tu kichwa hizi nafanana. Mimi nilikuwa kwetu na mimi natumikanga na niko mpatrone. Kichwa changu ninaapa tu niko kuta. Na sisi bana ni baba ya ovyo ovyo. Lakini huyu bwana Mungu tu amsamehe. Mimi hapa ndarudi kwetu. Chukua na huyu hapendi nifanye kazi. Kamuo! Bati, watoto washinda kwa kurengere kwa watu. Wale hivyo matumika, haizi kumbuka hata kuletana watoto chakula. Baka tatoka mkazi ndo tunakula. Ningelikuwa natumika kumbe saa hii. Watoto wangu niko nakula die. Kama washinda wapi? Akose nenda kadaba kwa jirani kama wiko hapo. Hodi. Wadi, omoka liko huku. Sasa walishinda wapi Mungu? Nenda batafutia wapi Wadi? Mimi nakosa kama nijifeni ni banduku. Hodi na huku omoka haliko. Nimeteseka. Watoto wanaenda kwa paka masheke kule za kwenda tafuta chakula. Sasa nifanye nini? Hapa na mimi napenda nifungule kangeka tatu kadimi fra, nilikuwa napata sasa ndio kama tapo. Tukapata soja, tupige mboga tusonge ugali. Bwana ile yote anakatala. Bwana nisaidie nifanye kazi. Wewe peke hautaweza beze zote za kunyumba papa nisaidie. Niache fanya kazi na mie. Mimi nimechoka na huku kunyumba. Mimi narudia kwetu. Kwetu sasa nilikuwa na mimi natumika kabie. Hapa mimi naenda kunyumba unaisha. Sasa pendi mie nifanye kazi. Ubakie kunyumba kwa utafuta mwenyewe hafanyi kazi. Kuna pesa za kutosha lakini Bwana hana cha kusema. Zake haziko za kugusa. Maisha kaskade Wadi. Kwa kukia tu kaskade kuskaskade. Hii maisha tutafikishia wapi karakara? Mimi naomba tu nitumike. Juu nisipotumika sitapata kulala. Hapa niko naenda kubiro. Nifanye kazi. Nifanye par jour. Nione kisi naongoza tena maisha yangu ya nyumba. Leo wakufagia biro hakufagia iko sawa. Kama nenda wapi? Na malezi yangu alipia wapi? Wale angalie kwa madokima zangu kama alizifanya je. Ninaona mavitu huyu kwa sekretari hakutumika vizuri huyu. Sawa. Basi mie niko na lare. Acha nirudie kwanza kunyumba. Hodi hapa. Babake shule. Uko tu hapa. Uko unalala. Wewe kazi yako tu kulala. Wewe usikuwa na kazi sawa wengine banaume kwanza. Sisi tutakuwa na teseka, sisi tutakuwa na tafuta
kulishiwa tu sawa mtoto mwevi mwenyewe hana kazi. Acha ngoja nini franga zangu bale tupokeresha hapa. Lare yangu njoo hizi, eroba bage shule au tazipata hapo. Mafranga njoo hizi. Sheri uti nini? Udiniuze mboga. Ibo wewe tutakuwa na kulishiwa hapa tu sawa mtu moya hivi. Zako nyozi uze mboga. Uko kwanja na akili na nikeuza mboga hautakula. Na mchele haikwao. Ibo uko tu makete, uko makete. Uko na akili na mimi usikwenda nifatafata juu hauna kenyo na letaka huu. Unaona nafuata na mimi jua nini? Usikwenda nifatafata. Acha ngoja tena niende hapa kwenye ninafanyianga kaskadi. Hodi badie. Hapa hakuna nini hata unajua maisha iko nguvu. Hakuna karaka ya mbio. Kikwao kwe. Acha nikafanye. Njoo hizi mezala laji. Sheri utinikumbe lari. Hapana unakuwa na mesa na ukana teseke franga. Hii franga iko yangu. Ifoni jepambe, niko mama ziko trop. Mimi niko nafanya kazi, siwezi kushorolekia. Kwanza wewe hausikiaje hata haya na. Sina wewe tumika na ufanye kukazi sana wengine baba ushorolekie familia yako. Hizi ni zangu, salary ni yangu, haiko yako. Usikwe na pima hata kuipangia. Iko yangu, nikapenda ninauza, nisipopenda sitauza. Usikwe na nifatafata. Bwana wanamuna gani huyu? Acha kwanza niende huku kwa babako seye kama ataniambia ni. Habari tu babako seye. Na unataka tetea ule bwana. Bwana hanipake kitu papa, hanipake kitu. Kama sijishughulikie, siwezi pata na kitu. Ndio mimi namuonaka tu pale, tu iko pale basi juu tushaka oana. Na hana kazi. Angeenda, angekuya tu mimi ndafanya vyangu. Neno nichongea huko. Iko kome yake. Era ule iko kome yake. Badi mimi hapana, mjumba ni kwamba tu kutafuta heshima. Nao nena nishifanyaka vyangu vyote, wanaume basikuwa tuonea, tunafanya kazi. Sasa unajifanyia vyako haezi kuwa na kufatafata. Mimi sichomanaki, niko mère bosse. Ninajipatiaka yote, kama iko kusuka siwezi tegemea na mtu. Ifo mimi peke ninajiende. Mimi ninajiweza kabisa. Acha niende tena mkaskade tena nione kama maisha ya kesho itatuambia nini. Ambaye tumesoma katika mashairi ya mezani, naye ataingia kwa kutufundisha. Usiku umepambazuka. Tutashukuru Mungu kwa sababu yeye ni mwema. Ametuokoa katika vitanda vya mauti. Tulijisahau lakini Mungu yeye ni mwema, ametutosha katika usingizi. Sifa na heshima ni zake. Ninapojielekeza kwenye ibada, Mungu nitangulie na ubaye tukilinda watoto wangu. Kwa sababu wewe ndiye dereva letu. Wewe ni wewe ambaye unasaidia. Na kualika Mungu nitangulie katika njia. Ondosha takataka zote ambazo zinaweza kuwa vipingamizi kwa kuzuia watoto wangu. Hata mume wangu mahali anapokuwa. Ulinde huko kimtangulia katika kazi zote. Mungu nakuomba nikijua kwamba wewe utanitangulia na utanishingisha katika mchana mzima. Naomba ni katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa muda kama na huu najielekeza kwenye ibada, nitatangulia kwa kuandaa kazi yangu kwa sababu kazi hii ni hai, itanipatia sadaka, itanisaidia hata kwa kufanya kazi mbalimbali katika kanisa. Hiyo ndio kazi ambayo itanisaidia kwa kununulia hata mume wangu patalo ambayo itaweza kunisaidia hata shemize hana na sengle yote hana. Ninaweza kuchukulia kwa sababu yeye alitosha katika hali mbaya ya uasherati. Hapo ndipo ninaanza kutenga uchuruzi wangu, utanisaidia kwa siku zijazo kwa kupata sadaka, kwa kusaidia jamaa yangu, kwa kusaidia hata katika
mzuri wa kuomba Mungu. Mungu unisaidie kwa kuondosha takataka zote ambazo shetani aliziandaa katika nafasi hii ambayo ninafanyia uchunguzi. Naomba Mungu unisaidie na unipe wateja niweze kupata sadaka ambayo itaweza kuendelesha injili yako mbele. Hapo Mungu nisaidie nisiweze kutoka hapo mikono mitupu, kwa sababu kazi yako vile itachelewa. Wateja hamko naona matunda ya kungara mboga zenu zitakolea na nini? Mulete franga ndiye saidia ndiye nunua wakati na ingali mke mwema anaangalia mume wake chakula wakati basi na msiri sambaza. Hiyo ndio marufuku ambayo nitaletea Mungu, kwa sababu mali ya kwanza ni ya Mungu. Matunguru. Matunguru yepana baba utasamehe. Kwa mali ya baba na. Sasa ni sawa nini? Asante mama. Wateja mje kwa wingi. Wakati kuna yoyoma tena safra madam. Mimi natafuta tomato. Mimi naona huko kuna mpya. Mume wako chakula wakati ungani na kuletea vile kikapo, ila mwanamke mzuri habebake vitu akitangaza ndani ya mchia. Hodi mama. Karibu mama. Basi si mama wakujiweza. Njoo saa hii ya kuku yangu soko. Tomate hii unatia ngapi? Sasa basi unitilie kwa tomate pale. Sasa hii samaki si hatukumake ya hivi. Hakutia samaki ya biejo nini? Banasema kuna kula kadiri ya midomo yake, ile ndio Mungu asaka nipa. Si tuko ba mama batro mbona jua ile. Bale tena kwa bwanangu roka nenda dame. Ningemwambia hata mboga basi. Nitilie kwanza ile mziki tamtilie nenda hapa chini kukusheri. Mimi tauza yangu. Mimi napeleka niuze batu baende na biku naona bajue ile mitakula. Mwanamke mzuri hatangazi chakula ya mume wake. Mume gani ile? Mimi nitabeba hivi kwa mkono. Asante mama. Vizuri mama. Ndio. Karibu baba. Hodi kwa keka. Karibu baba. Samaki ile iko msamaki ambayo ni nzuri zaidi kuliko samaki zote, kwa sababu ile inaleta hata kalsiumu ndani ya mwili. Baba. Sasa mama unaleta haya. Hapana, sio haya. Mimi natafuta pomme de terre ya frite haiko. Nilipenda ninunue vile mayai haiko. Mayai hapana, hiyo ndio mali ambayo Mungu alinipatia, iko kwa utukufu wake. Nasema mke wangu asifanye hii kazi yoyote. Unaona unaleta haya. Kisha unakia ikala kwa hii tu. Ile ndio mimi nakataza kujenga makazi. Mimi nakia tafuta pomme de terre haiko. Mimi natafuta mayai haiko. Sasa mkafanya hapa nini? Msikuwa kuwa haya si baba. Bakia na hebeto wako ya ovyo. Kama takuachana na franga yenyewe mara moja. Hiyo sio haya, lakini ni kazi ambayo Mungu amenipatia kwa
navika watoto wangu kupitia kazi hii, nanunua mavazi ya mume wangu kupitia kazi hii, nasaidia hata komunote ingine yote, na wageni siwezi kupemuka kupitia kazi hii. Kazi hata kama ni ndogo, hata kama kazi ni kubwa, kwa utukufu wa Mungu ni kazi tu. Usidharau kazi ya mke, hata kama ni ndogo, hata kama ni kubwa, ni kazi tu. Wakati naendelea kutendea mama, we nyamaza, we kwa kimya, we sikwe mpole. Kwa nini unababaika? Papa huyu asikie kutishia tu. Hii ni kazi yako. Dada, mbona siangalia hata sambusa? Sambusa ile sistahili kuuzisha sambusa hii. Mimi ni mwanamke mwenye kujua Mungu. Siwezi kuuzisha sambusa kwa sababu ninapotazama wale ambao wanauzisha sambusa, sio kazi ambayo inanistahili. Na chapati mayai. Kwa sababu wakati utashibisha tumbo lako, hautaweza hata kukumbuka mume wako, kumpikia chakula, kumwandalia mavazi, kumwandalia hata chai ndani ya thermos. Wewe wacha kupiga historia. Wacha kupiga hii haiko chapu. Hii haiko mboga yenye motare mzima anezi niletee. Sia tunakulele samaki ya mzuri. Sia mabibi wa motare. Iko haki. Si ndio? Hii hapana mama. Mwanamke, usinitishie muda wangu nayoyomba. Najielekeza kanisani kwenda kumshukuru Mungu kwa yale ambayo ananitendea. Asante. Yangu naenda. Asante. Vitu vyangu. Ninajua kwamba wakati ndarudi huko nikihusisha keka yangu, hata vile vile nitapata sadaka. Asante. Odi. Banduku, mimi nasikia njaa. Munisaidie, niko mkimbizi. Mkimbizi kutoka wapi na ninamjua debi hapa zamani? Niko mkimbizi wa dipi, mimi nasikia njaa. Lazimia hapa. Lazimia. Munisaidie. Badili lazimia. Lazimia badili. Asante mama. Mungu abariki kazi yako mama. Mungu abariki kazi yako. Asante. Mzuri ambaye anajitegemea akiwa na hoga wa Bwana, kwa sababu hata mume akuletee kazi kidogo, nina utulivu kwa sababu mume alinisaidia, ananikubalia nifanye kazi iwe kidogo, lakini kwa utukufu wa Bwana ni kazi yenye maana. Na washukuru kwa mchezo ambao